Na nikumbushe tu kuwa kila April 8 ya kila mwaka dunia inaadhimisha siku ya afya duniani, na katika siku hiyo kuna umuhimu mkubwa wa kuendelea kukumbushana kwenda kuangazia afya zetu, familia zetu. Sio tunasubiri mpaka mtu anakuwa mtu mzima au miaka imeenda ndo anaambiwa kuwa na shida hii kwa miaka kadhaa iliyopita, na hapo ndipo ambapo tunafikia kushindwa kupokea hali hizo. Imagine sasa hivi unaenda hospitali unaambiwa una kansa ya stage ya 4, inakuwa ngumu sana kupokea hali hizo. Sasa kutokana na hilo, na bado tuko kwenye wiki ambayo tunaadhimisha kuhusu masuala ya afya, tunaungana hapa na msaikolojia ambaye atatuambia ni kwa namna gani tunatakiwa kutengeneza utaratibu wa kwenda kuangazia afya zetu, na bila shaka namna gani ya kupokea sasa pale ambapo tunakutana na hali hizo. John Ambrose. No. Karibu kaka. Asante. Niwashukuru kupata nafasi hii kuja kuzungumza. Vipi habari ndugu yangu? Habari tunasema alhamdulillah. Hii tunavuka. Tunavuka sawa. Sawa. Sasa sisi hapa tunasema sisi Simba Sports hii tunavuka. Rudia tena. No, ni Simba Sport inavuka. Simba Sport inavuka. Inavuka kwa sababu Simba Sport ni Tanzania. Yeah, kwa sababu ni timu iko ndani ya nchi na huwezi kuacha kuitazama na kuipa kipaumbele kama rais amefanya hivyo. Sisi nani tushindwe kufanya hivyo? Sasa kaka, kwa ulivyozungumza Simba Sport itavuka, tushajua rangi yako na ili huwa utaondoka nao baada ya kipindi. Sawa. Hii rangi inakupendeza zaidi. Tuzungumzie kuhusu jana tumeadhimisha siku ya afya, lakini bado tuko kwenye wiki ambayo tunazungumza sana kuhusu masuala ya afya. Kwanza hatuna utaratibu kabisa wa kwenda kuangazia afya zetu. Hii imekaaje? Unajua hii imekaa kwa maana kwanza watu kutokujua maana afya. Hilo ni jambo la msingi sana, watu kufahamu afya ni nini. Afya ina nguzo 4. Wengi tunajua kwamba afya ni kuumwa au kuwa na ulemavu. Hapana. Afya ina nguzo 4. Nguzo ya kwanza ni ukamilifu wa mwili. Tunazungumza viungo ulivyo navyo. Lakini nguzo ya pili ni afya ya akili, ambayo ndio nguzo mama, kwa sababu bila afya ya akili hakuna afya. Lakini nguzo ya tatu ni ustawi wa jamii, ushirikiano wako na jamii yako, majukumu na wajibu wako ndani ya jamii. Kivipi hii ni afya? Ni afya hasa kwa sababu tena hata katika salamu ukimsalimia mtu hujambo, hata kueleza tu si jambo au kidogo na mtihani, nina hivi nina vile. Na unavyozungumza afya inaleta uchocheo wa kuimarika na kukua, kwa sababu afya lazima unaangalia, tunaipima katika utendaji. Maana yake ukiwa na afya, maana yake una uwezo na una utendaji. Mwanaume asiyewajibika kwenye familia sio mwenye afya, ana maradhi, kwa sababu ni sawa na mtu mgonjwa aliyeko kitandani, tulitegemea aweze kufanya hivi, wewe ufanye. Sidhani kama kuna afya. Na afya katika mahusiano, afya katika huduma. Lakini nguzo nyingine ambayo imewekwa ni masuala mazima ya imani, masuala ya kiroho. Umoja wa Mataifa uliona yafaa kwamba masuala ya imani, spiritual issues, zikawekwa ndani ya hiyo. Sasa tunaposema kwamba kupima afya, vimewekwa vipaumbele kutokana na jamii. Kipaumbele cha kwanza ni ukamilifu wa mwili. Hichi kimepata sana nguzo, na wewe na mimi pengine tukizungumza masuala ya afya tunazungumza ukamilifu wa mwili. Nasikia homa, kwa mfano sasa hivi kuna mafua, nasikia homa. Sasa katika haya magonjwa sio yote yanayokuja katika mtiririko unaofanana. Yako magonjwa kimya na magonjwa yanayoongea. Naam. Sasa haya magonjwa ambayo mara nyingi tunaweza tukayaona ni yale ambayo ya kuambukiza, ndio wengi tunayajua kwamba litatoka kwako, litakuja kwangu, litaenda kwa yule. Lakini athari kubwa ni yale magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Ni hayo makisema non-communicable diseases. Sasa hizi ndio kama utakuwa sio utamaduni, desturi wa kuyafuatilia mambo yako. Sasa kuyafuatilia sio tu kwenda kwa daktari kupima, ni pia ni kufuatilia katika ushirikiano wako wewe na jamii. Kwa mfano ukisema ustawi wako wa jamii, nazungumza pamoja na ulaji wako, nazungumza wewe kufanya mazoezi. Sasa ukizingatia haya mambo mawili, maana yake yanaweza kukupa habari kwamba ninazingatia vipi afya. Lakini pili, yafaa kwenda kwa mtaalamu
sio kwenye mitandao ya kijamii. Yafaa kwenda kwa mtaalamu kupima afya yako. Alizungumza hapa kwamba mwana Simba alizungumza kwamba Mtanzania nilizungumza. Mtanzania mwana Simba alizungumza kwamba kansa iko hatua ya 4. Naomba nikuthibitishie kwamba kansa ni ugonjwa hatari. Pengine una sehemu kubwa, lakini kuna ugonjwa mwingine, ugonjwa wa moyo na mishipa ya damu. Ina maana kwamba unapofika hatua ya juu zaidi ndio unakuwa ubaya. Kansa kama kansa yaweza kutibika. Mfano nchi yetu sasa hivi ukiangalia uwezo na wa nchi uliopo na Mheshimiwa Rais alivyowekeza kwenye hizi huduma za matibabu, inaweza kusema kwamba kansa si tatizo. Tatizo ni kuwahi kupata huduma. Kwa hiyo tatizo si matibabu, tatizo ni kuhitaji. Kwa hiyo haya magonjwa ambayo sio ya kuambukiza ni magonjwa ambayo tiba yake ya kwanza ni mimi na wewe kuhakikisha kwamba tunafuatilia kuhusiana na afya zetu za mwili. Sasa ni nini ambacho kinatufanya mimi na wewe tusifuatilie? Sasa hapo ndiko kuna kuwepo na changamoto za kisaikolojia. Moja ni tamaduni, sio desturi, sio jambo letu. Zamani ilikuwa tu ni katika upande wa ukimwi, ukisikia fulani na kohoa unaanza kupiga hivi ramani yako michepuko na nini, unaona kama inakuja ndio mtu anaenda kukimbia. Wengine wanaume mama ndio anaenda kupima. Sasa kama mwanaume haendi. Sasa unakuta kwamba ile tamaduni na desturi hatuna. Kuna mtu aliwahi kwenda kabisa, rafiki yetu alienda India kwa ajili ya kwenda kununua vifaa, apitie Dubai, ninunue vifaa vya kazini kwake, nifanye biashara. Lakini akasema kwa nini vipi nisipitie kidogo, watu wanakuja India mara kwa mara, kuna mtu nilimchangia. Nakwambia kitu cha kweli kabisa kwamba nachangia watu wanakuja huku kupima, kwa nini mimi nisipime na mimi kidogo? Alienda hospitali fulani visitaji ili kumpima. Changamoto walizomwambia, saa haikumaliza mzunguko. Yani saa ile iliyokuwa haikumaliza ule mshale mzunguko, maana yake akafariki kwa mshtuko ule kwamba kuambiwa. Lakini hakuenda hospitali. Hapo kwenye mshtuko, kwanza hatuna ada ama taratibu za kwenda kuangazia afya zetu. Lakini pale ambapo sasa tumeshaambiwa kwamba wewe una shida fulani, kupokea, kwa nini inakuwa ni tabu kupokea? Ni tabu sana kupokea kwa sababu kinachokujia ni nimekwisha. Yani neno hili napenda sana kutumika kwamba nimekwisha, maisha yangu yameisha. Elewa, kifo ni hofu. Wengi kinachomjia ni hofu. Na hofu wengine haiwajii tu kwa sababu atakufa, ni kwamba mazingira yake yanakuaje. Watoto wanawaza, watoto wangu wataishije. Kuna mmoja alisema mke wangu namwashaje. Kwa hiyo ni kweli, kwa sababu hivi ni vitu tunavyofanya mara zote. Yani mtu anapokutwa na tatizo, hofu inamjia. Kwenye mind tuna kitu kinachoitwa primary emotions, yani hisia za misingi ziko 4, ambapo ni wazimu, huzuni, furaha na mashaka. Sasa zote hizi zinavyokuja, kinachofanya kazi zaidi vinaparanganyika, hofu na huzuni na uenda wazimu. Kuna wengine kabisa, kwa mfano nafahamu mtu wangu wa karibu sana alivyopima afya akaambiwa na maambukizi ya ukimwi, aliwehuka aliwehuka kabisa. Kuwehuka maana yake ni alipata ugonjwa wa akili mpaka yani hakutulia, yani alipata depression, ugonjwa wa akili ambayo severe major depression, sonona. Haikutengemaa mpaka akapoteza maisha. Wengine wanapata sonona kwa njia ya kuona kwamba nimekwisha, kama nilivyo, wanaangalia mali, wanaangalia watoto, wanaangalia maisha yalivyokuwa. Lakini elewa, hofu kama ya kifo ni hali ya moja kwa moja inayokuja. Loss yoyote ile, kupoteza chochote kile kinapokujia, lazima kuna kupeleka kwenye huzuni. Sasa huzuni inapokuzidi ndivyo inakupelekea kwenye inatibua vitu vingine. Kwa hiyo vikitibua vitu vingine katika mfumo wa fahamu, ndio watu wanapata hizo hayo matatizo. Lakini kitu kingine, kuna wachache wanafikiria swala la matibabu. Mtu mwingine anaweza akatengemaa, lakini matibabu yangu yatakuwaje? Kwa mfano dialysis, nashukuru sana nimesikia serikali kama sio leo jana kwamba wanawekeza kuongeza vituo vile vya kufanya hiyo huduma. Kwa hiyo wengine wanaona, lakini kuna mwingine anasema nitaonekanaje? Anaona ile stigma, anapata anajibagua,
anapata ubaguzi. Hasa kwa mfano nimefanya sana mimi kwenye HIV Tanzania nzima, katika moja program ambayo nimefanya ni kuhusiana na masuala hizi za vituo vya kutolea hizi ni dawa za kupunguza makali ya ukimwi. Mwingine naona itakuwaje mimi nimeze hizi dawa, itakuwaje, ni aibu na kadhalika. Kwa hiyo kuna watu wanaona kwamba ni aibu, nitajionyeshaje na vitu kama hivyo. Wengine ni gharama, wengine unakuta napata changamoto, ina maana kwamba nguvu za kiume sasa zinakuwaje. Kuna watu wana linki na mahusiano yao na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inatokea ni taharuki. Kwa kawaida psychologically tunasema taharuki, una panic, unapata ile panic. Na ndio maana kuna kuwepo na wataalamu psychologist, therapist kwa ajili ya kumsaidia sasa mtu kurudi katika ile hali ya kuwa na tafsiri sahihi katika ubongo. Tunahitaji mtu anapata hizo distortions, unapata cognitive distortions. Yani akili inaingia mchanga, inachanganyika na kila kitu, tunahitaji cognitive distortions. Sasa tunasaidia haoni John kwamba ili huko kuchanganyika sasa kusitokee, haoni kwamba kuna umuhimu wa mtoa taarifa wa awali awe na namna fulani hivi ya kunifikishia taarifa, kama vile ambavyo watu wakienda kupima HIV AIDS, uwe muathirika usiwe muathirika, kuna namna ambavyo wanaanza na counseling pale kabla ya kupewa majibu yao, kupata ushauri na saha kwanza. Unakutana daktari anakuambia figo zako zimeharibika. Hivi kweli ubongo utaacha kuchanganyika kweli? Au kuna namna sahihi pia hawa ambao wanatoa taarifa wa kwanza kabisa tunakwambia una kansa stage ya 3? Mimi kwa kweli ni kama professional nimefanya kwenye settings za hospitali. Inawezekana, lakini sina uhakika kwa daktari mwenye maadili ya kiudaktari huwa anaweza kufanya namna hiyo. Ziko procedure, ziko na taratibu ambazo zinafanyika. Kwa mfano kama mgonjwa amefika stage hiyo ya 4 ya kansa, wala sio daktari anayempa majibu, anayemtibu. Kuna kitengo maalum ambacho kipo kwa ajili, kimebobea, kina counselors kwa ajili ya kuwasaidia wale kupa katika lugha tafsiri. Na hawawazi moja kwa moja na mgonjwa. Wataanza na kuwatambua ndugu, kuwasaidia ndugu namna yanaweza kukabiliana na hiyo hali na kuwaweka katika hayo mazingira ambayo yanaweza yakubalika. Ila kuna jambo moja liliwahi kutokea. Nafikiri kama sio kwa mwaka jana, ni mwaka juzi. Ni moja ya client wangu ilikuwa kidogo ni taharuki. Ni baba na mama waliingia kupima afya zao. Sasa wakati wa kupima afya kidogo mama kaonekana ana changamoto. Sasa alipokutana na changamoto, daktari akafuata zile procedure zote za kuona kwamba nani mtu karibu yae ni mume wangu. Kwa unavyosema ni mume wangu, manake ni mtu wa karibu zaidi katika kumpata hizo huduma. Sasa akahudumiwa vizuri, baba kaonekana kama amekubaliana na ile hali. Lakini alivyotoka nje hakuonyesha kwamba sasa kalistahimili ile jambo. Aliropoka mbele za watoto na nini na kufrustrate, kwa sababu mama hakuweza kuelezwa lile tukio kwa moja. Alielezwa baba ili baba aweze kuona namna bora ya kumfikishia taratibu, kwa sababu ni kansa, ili aanze taratibu za hospitali sehemu nyingine na taratibu ziingie. Alimwaga tanani pale, mama yenu ana kansa. Kama ulikuwepo mama yenu ana kansa. Sisi taisije ndio matatizo. Unaona? Kwa hiyo inakuwa kidogo mjikaze. Naonekana wewe tukio kama hilo umeshiriki. Kwa hiyo lakini amezungumza lugha ile ambayo ndio inanijia kwenye masikio kwamba ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo changamoto kama hizi zinakuwepo, lakini tukubaliane maradhi hapo. Kama tunavyosema maisha ni kupambana, na kupambana ni kutafuta maana ya kuishi. Kwa hiyo hapo mimi kwa bahati mbaya sina baba sina mama, na wote wamepata athari, lakini namna ambavyo nilikuwa naishi na mama yangu imekuwa mfano kwa watu wengine. Imekuwa kwa mfano kwa watu wengine, na niliweza kuishi na mamangu kwa muda mrefu akiwa na kansa, na tukazungumza lugha zinazoeleweka mpaka siku alifariki nyumbani jioni. Mimi na mke wangu na watu wengine wa nyumbani tukafanya huduma zote za mortuary na nini, bila kuleta zile frustration, bila kufanya kitu cha namna hiyo, kwa sababu kuna hatua ambayo ukisha kufikia usiwekeze nguvu nyingi kufanya yasiyowezekana.
Yani lazima uwekeze nguvu kwa kile ambacho kina matokeo. Kwa familia sasa hapo John, kwa sababu kuna namna ambavyo mgonjwa mwenyewe anashindwa kupokea na wakati mwingine inamuongezea athari zaidi. Lakini sasa kuna namna ambayo familia yenyewe inashindwa kupokea kiasi ambacho na familia inashindwa kutoa huduma anazostahiki yule mgonjwa. Unajua ukisema kwamba kushindwa kupokea, mimi hiyo tafsiri haipo. Kwa sababu kusudio la kupokea kitu sio hitaji la mtu. Ni kumsaidia mtu kubadilisha ile receiver. Yani kama tunavyoongea hapa kwamba nikiondoa hii receiver labda kinachokiongelea ndicho kitakata mawasiliano. Kwa hiyo katika ubongo, yani utakapomsaidia mtu kubadilisha aina ya tafsiri anayotafsiri, ubongo mtamtengenezea dira kutokana na hicho anachokiwaza. Kinachotesa watu ni matafsiri na thamani wanazoweka juu ya kitu, wala sio tatizo lenyewe. Kwa hiyo ukimsaidia mtu kutafsiri, ubongo ukisha kunoti. Yani kwa mfano unawezekana labda sitoe mfano rasmi kabisa, lakini kuna mahali ambapo uliwahi kupita kwenye changamoto. Yani kitu kama masiano, kitu fulani hivi na kadhalika. Ikatokea hali ukajisikia amani bila kujua kwamba imekuaje, yani from nowhere, na ukasahau hicho kitu na ukakiona kawaida. Na ukafika mahali ukawa unajishangaa, hivi ilikuwaje? Mbona changine unaweza ukajitusi mwenyewe ukaniambia mimi nilikuwa mjinga kiasi gani? Mbona hili jambo lilikuwa ya namna gani? Maana yake ubongo umekwisha kukubali ile tafsiri ulionayo ndio inayokukupa wewe namna ya kuishi. Sasa tukija kwa mfano, nitoe mfano tu kwa mamangu. Lazima ujue katika kukua kwake, changamoto zingine watu wanazozipata ni kutokuwa na mahusiano ya msingi tokea akiwepo mzima mpaka anapofika hatua ya maradhi. Kuna watu wengine wanakuja kuongeza maradhi kwenye maradhi ya mtu. Kwa mfano, mzazi amekuwa kwenye maisha hayo, ndio amefika katika hali hii, ndio unakuja kuonyesha kwamba unahitaji kumhudumia zaidi kuliko unavyoweza kufanya. Lakini pili kingine ni ile kutofautiana kati ya ndugu wakati mgonjwa yuko katika hatua zile alizonazo. Yani ni sehemu makini sana ya kukaa na kulizungumza. Lakini msingi mkubwa katika hili, tunao msingi wa imani katika zile nguzo 4 za afya. Kwa sababu kushindwa mwili kufanya kazi, kushindwa akili kufanya kazi, upo ustawi wa jamii, ipo masuala ya imani. Imani manake afya anakokwenda mbinguni, tunasema ni afya yake inapokuwa. Kwa hiyo lazima tumwambie kwamba umeshindwa katika mwili umeshindwa, na unaweza kumweleza hata watu wengine kwenye Biblia kwamba mwili umeshindwa, moyo uradhi na vitu kama hivyo, unamjenga msingi kama hiyo. Lakini unakuja kwenye swala lazima la ustawi, kwamba licha haupo pamoja nasi, lakini haya ni manufaa ambayo tutakuwa nayo. Lazima afahamu kwamba jambo fulani, unajua wakati mwingine unamwambia jambo fulani liko hivi, anaweza kukwambia fulani iko hivi, anazungumza katika ile misingi. Kwa hiyo anabaki katika ule upendo. Kuna watu wanakufa kwa amani, yani unamweka kwenye mazingira ambayo kufa kwake kunakuwa ni bora kuliko ingeendelea kuishi katika misingi hiyo. Lakini elewa kwamba haya magonjwa yana maumivu makali. Sasa wapo watu ambao kwa namna moja au nyingine wanaongeza umri au vichocheo vya mtu kumpatia maumivu zaidi kuliko kumsaidia yale maumivu. Kwa mfano, kwenye ugonjwa wa kansa inafika mahali daktari anaona kwamba ugonjwa umeshakuwa aggressive, anapewa morphine. Morphine ni dawa ya kupunguza makali kwa kiasi kikubwa sana. Ni kipindi ambacho watu wanaenda kukopa kwenye kausha damu kufanya, mara namchukua mgonjwa anataka kumpeleka wapi, mara mgonjwa anakuja kuchukua hichi, fanya hivi. Je, ile jambo katika ugonjwa huo linapunguza au linaongeza kitu gani cha msingi? Kwa hiyo kwa kweli hili jambo la kuangalia afya, pia hata mtu anapo ana changamoto ya afya, taharuki anayoipata katika kutafuta matibabu inakuwa ni mbaya zaidi kuliko ambapo ungeweza kupata hiyo taarifa ukiwa bado katika hali nzuri ya afya. Hili kwa kweli liende kwa sawa, kwa sababu kuna watu ambao wanaenda anapima afya yake kwa mfano tunumze swala lazima la kisukari. Sukari katika umri wa miaka 39 40 ni rahisi sana kupata changamoto kama hiyo. Lakini haimaanishi kwamba kuona kwamba una sukari maana yake wewe una ugonjwa wa kisukari. Watu wanakosa ufahamu.
Kwa hiyo ataenda kuGoogle, hapati tafsiri kutoka kwa mtaalamu kwamba hili jambo lako ni nini, ni kuGoogle. Anaingia Instagram, anaingia hii unasababisha utafanya hivi na hivi, inamuongezea taharuki. Kumbe mtu yule ni amepima, amekula tu ni vitu vyake namna hiyo, anataka kwenda uwanjani, katokea tu watu wamekuja kama wale wapima mizani barabarani. Bwana kupima 200, kupima nini kadhalika na kadhalika. Anapima, anaona hali sio shwari. Lakini hajui kama ziko taratibu, ziko hatua za hiyo sukari unayopima na madhara yake ambayo inakuwa. Kwa hiyo ingine ni lifestyle tu. Lakini kingine ambacho kina athari kuzungumzia katika hilo ni kutafuta wepesi na urahisi katika matibabu. Sasa wako watu ambao wako kwenye mitandao wamekuwa ni madaktari bingwa ambao sio madaktari. Ndiyo. Wanatoa, yani mimi nafikiri motivation ilikuwa ni kwenye biashara kulima matikiti, lakini siku hizi mpaka kuna watu wanaofanya motivation za afya za watu. Kwamba usile hichi, usinywe hichi, usifanye hivi, unikaa hivi na kadhalika. Kwa kweli tuwe makini sana katika jambo kama hilo. Jones, tunakushukuru sana. Hakika elimu ni kubwa na nzuri. Kubwa zaidi ni kuwa hawa watu inabidi wapate counseling ya kutosha. No. Kuanzia wagonjwa mpaka wahudumu kabisa wanaomhudumia mgonjwa na mpaka wazima wenyewe. Ndio hao wazima ambao wanamhudumia mgonjwa. No. Yeah. Ila hili swala la mtandaoni inabidi siku nyingine tuje kulizungumza. Ni hatari nakwambia. Maana kuna watu ambao wanasema msinywe chai asubuhi, wengine kuleni mchana tu. Naam. Usiku hamna kula. Sasa usitamua huyu baba. Sio tu baba, kuna watu wanapewa masharti, alafu wanatafuta ujauzito. Sasa sijui unapatikana kwa njia zipi. Kabisa. Nilimsikia ndugu yangu mmoja akimwelekeza ndugu yake mwingine, akimwambia kwa usipate tabu, kuna mti wa mbangangwalu hapo nyuma. Nenda kachukue majani 7, chemsha huo mbangangwalu, kunywa, haina haja ya kwenda hospitali. Jina la mti tu. Hauna uhakika wa kupona. Kabisa. Anaitwa John Ambrose, ni msaikolojia tiba, na tumezungumza naye hapa mengi kuhusu kujali na kuangazia afya zetu. Inabidi uwe ni utaratibu wa kuamka na kusema leo naenda kuangalia afya yangu kwenye hiki na hiki na hiki, na inakuwa ni utaratibu ambao tunaweza kujijengea. Tusisubiri mpaka kupata homa, kuzidiwa, kulazwa. Hapo sasa tutakuja kupata athari ambazo ni kubwa zaidi. Karibu tena John kwa mara nyingine. Asante sana. Nashukuru. Tutakutana pia kule kwenye John Saikolojia. Niliahidi kwamba tutakuja kwa ajili ya vipimo. Siku zimekaribia. Muda sio mrefu, wiki 2 sasa, nitakuja rasmi kukuchukua na kukupeleka kwenye vipimo, kufanyia diagnosis, kujua uzito unaotembea nao ni sahihi au si sahihi. Sawa. Niliahidi hapo. Cha muhimu no cholesterol. Sihusiki na cholesterol. Cholesterol ni advance nyingine. Mimi ninachoweza kufanya ni kukufanyia diagnosis ya pressure mwili wako, na kufanyia diagnosis ya mafuta mwilini, na kuona namna protein, carbohydrate na fat zinavyomeng'enywa, na mafuta ulionayo yako wapi na aina ipi na kuathiri vipi, na ni kitu gani unachotumia na aina gani ya mazoezi. Nitakupa kabisa, na mtaalamu atakufanyia mazoezi, fanya hivi. Kwa sababu kuna watu wanakimbia kila siku alafu wanadai wanafanya mazoezi, kumbe wanajiua kila siku.